Lakini mkakati wa kitaifa ni kwamba tukifika mwaka 2034, yani miaka 9 ijayo, tunataka katika watu 100, watu 80 wawe wanapikia nishati safi. Hili ni lengo kubwa, lakini linawezekana. Tukiendelea kufanya kazi kwa pamoja kama mlivyoona leo, wasanii, waandishi wa habari, wafanyabiashara, serikali, wote kwa pamoja, madaktari akina Isaac, tukashirikiana, ninaamini tuna uwezo wa kulifikia lengo hili, na tukafika wakati ambapo wananchi watasahau matumizi ya nishati isiyo safi. Naomba nitoe wito kwa washirika wa maendeleo, sekta binafsi, taasisi za kifedha, wana michezo, wasanii, vyombo vya habari na jamii kwa ujumla kuunga mkono serikali katika jitihada hii kubwa ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia. Tuendelee kuwaunga mkono TABWA na Mkombozi Project ili wote kwa pamoja tuwe sehemu ya suluhisho. Tuwekeze katika afya ya mama na mtoto, tunusuru mazingira yetu, na tuwape vijana wetu fursa kupitia sekta ya nishati safi. Kwa sasa kampeni hii ni endelevu na imeanza kwa njia ya michezo, yani kwa njia ya marathon. Kwa hiyo tunafanya mbio, lakini lengo la mbio ni kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, na itafanyika kwa njia ya mafunzo mbalimbali, kwa njia ya mbio, lakini pia kwa ajili ya kuwafikia wale wahitaji ambao tutashirikiana na wadau mbalimbali kuweza kuwasaidia kuhama kutoka kwenye nishati isiyo safi kwenda kwenye nishati safi, ili kuepukana na madhara ya kiafya, madhara ya uharibifu wa mazingira na madhara ya kupoteza muda. Ili ule muda wanaotumia mwingi kutumia nishati isiyo safi kwa kutafuta kuni waweze kutumia katika uzalishaji mali. Tunapozungumzia nishati safi, tunazungumzia mwanzo mpya na mzuri sana. Sijui kama wote tunakumbuka zamani tulipokuwa tunaona watu wazima wazee wakiwa wanaambiwa maneno magumu sana kuhusiana na muonekano wao, kwa namna macho yanavyoonekana, kwa namna ambavyo wako. Bibi zetu walipata tabu sana mikoani kwa sababu walikuwa wanazungumzwa vibaya. Na hii ni moja ya madhara ya nishati isiyo safi. Nishati isiyo safi inaleta matatizo mbalimbali kwenye afya zetu. Kwa kuanzia kwenye mfumo wa upumuaji unaathirika. Tumeona watu wakipata pumu, watu wakipata magonjwa ya muda mrefu ya kifua kubana na changamoto nyingine. Lakini kwenye muonekano tumeshuhudia zaidi watu wakiwa na macho ambayo yana muonekano ambao sisi tunaona si wa kawaida. Tumeona watu wakiwa wana changamoto zinazopelekea waonekane wana umri mkubwa kuliko wakati wake. Lakini sio tu hivyo, tumeshuhudia watu wakipata saratani kutokana tu na matumizi ya nishati isiyo safi. Nawaambia hivi, mazoezi ni afya, mazoezi ni burudani. Mazoezi hujenga mwili na akili. Mazoezi huondosha maradhi mbalimbali katika mwili. Kukimbia sio mchezo, kukimbia uchekechea. Inahitaji uwezo na punzi kujitolea. Napenda kuambia tufanyeni sana mazoezi kwa wale ambao walikuwa majumbani na sehemu mbalimbali katika taasisi mbalimbali. Tukutane, tuungane. Mazoezi ni afya, mazoezi ni burudani. Kwanza ukifanya mazoezi unapunguza mafuta mwilini na unatoa taka mwilini na unapata afya, hata yale maradhi madogo madogo yanakuwa yanapungua.
Nimeipokea vizuri kwa sababu inatuepusha hata hii mikaa yetu ambayo tunatumia nyumbani zina athari ya mapafu. Ukivuta ule moshi unaathiri mapafu. Kwa hiyo hii ambayo niliyojifunza leo ni nzuri kwa sababu haileti madhara ya aina yoyote.